6:7 akasema, mnapoomba msiwe kama wapagani ambao wao wanapayuka payuka na kufikiria kwamba Mungu atayasikia maombi yao kwa jinsi ya kujawa na maneno mengi tu ambayo yamkini ni ya kujirudia rudia. Sema amina wewe. Mwambie jirani yako, omba kwa ufanisi. Mwambie tena, omba kwa ufanisi. Usipayuke payuke. Mwambie maana yake usirudie rudie maneno katika kuomba. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie tena, jihadhari usiombe kwa mfumo wa kumwomba Mungu Baali. Wamekasirika, rudia tena, mwambie jihadhari usiombe kwa mfumo wa kumwomba Mungu Baali. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia tukaona ya kwamba kuomba kwa ufanisi kunahitaji maandalizi kabla ya kuomba, na ndipo tukaona maandalizi kabla ya kuomba yanaanza na hatua zifuatazo. Yanaanza na hatua ya kuabudu. Kabla hujaomba, maombi yanahitaji maandalizi, na wanaoomba kwa ufanisi huwa wanafanya maandalizi kabla ya kuomba, na hatua ya kwanza ya maandalizi kabla ya kuomba ni kuabudu. Na ndio maana tunapokwenda mbele za Mungu kuomba hatukurupuki. Tunaanza na kumwabudu Mungu wetu, tunaelezea uzuri wake, tunaelezea sifa zake, tunamapproach Mungu kwa kuabudu. Sema amina wewe. Hata mabosi kazini umwingilii tu hivi hivi kama wanajeshi. Naweza kumwambia bosi, bosi wewe ni mtu mzuri. Bosi yani Jina la Bwana libarikiwe. Unaelezea sifa zake. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu wetu kabla ya kumwendea kuna maandalizi. Hatua ya kwanza tunaabudu, tunamwabudu Mungu. Hatua ya pili kabla ya kuomba ina maandalizi. Hatua ya pili ni kuungama makosa yetu, uovu wetu, na hatua ya tatu kabla ya kuomba tunamshukuru Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amina wewe. Sasa leo nataka tuangalie katika kuomba kwa ufanisi, jambo la muhimu ama kipengele cha muhimu ni kujua maana ya maombi au kuomba. Sema amina wewe. Maana ya maombi au nini? Kuomba. Hiyo inamaanisha ili maombi yako yawe na ufanisi ni lazima ujue maana ya maombi au maana ya kuomba kibiblia. Manake kwa namna fupi tu, kuomba ni kusema. Na tunaposema tunaomba, tunasema na nani? Unapokuja kwangu mimi kama kiongozi yamkini kuniomba, usifikirie utakuja na kuniambia nataka pesa. Utasema, kuna maneno utasema ya kunieleza mahitaji yako. Hayo ndio yanaitwa nini? Maombi. Inawezekana kwa ni maombi kwa bosi, lakini tunapokwenda mbele za Mungu kwa jumla tunasema maombi ni kusema, na hatusemi na wanadamu, tunasema na nani? Na Mungu. Hiyo ndio maana ya kijumla. Lakini kibiblia, kimaandiko, kuomba kuna maana. Jina la Bwana libarikiwe. Na kibiblia kuomba, maana ya kwanza, tuanze kuangalia maandiko kwenye Zaburi 17 mstari wa 6. Zaburi 17 mstari wa 6 inasemaje? Daudi anasema katika Zaburi 17 mstari wa 6, anasema, Mungu, nimekuita kwa maana utaitika, utege sikio lako ulisikie neno langu. Mungu, nimekuita kwa maana utaitika, utege sikio lako usikie neno langu. Mwingine nisomee Yeremia 33 mstari wa 3. Huo mstari unajulikana, watu wote wanajua kwamba ndio phone number ama ndio ndio namba ya Mungu ya maombi. Ya kwangu mimi ni 0713531716, lakini phone number ya Mungu ndio hiyo, Yeremia 33 mstari wa 3. Unasemaje? Jina la Bwana libarikiwe. Niite nami nitakuitika na kukuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Wengine wanasema maombi ni dialogue. Dialogue, ukimpigia mtu simu lazima useme hello.
Yaani wanze tumenipigia simu mimi unasema mimi bwana mimi sitakuja kazini hivi na hivi. Lazima useme alo alafu unisikizie upande wa pili nimesemaje. Maombi ni mawasiliano kati ya watu mazungumzo ni mawasiliano kati ya watu hao. Mmoja akisema mwingine lazima afanyaje? Aitike. Na Mungu naye anatuonyesha kwenye maombi ni dialogue. Anasema niite alafu nitakunyamazia. Anasema niombe nami nitakuitikia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo maana ya maombi ama kuomba, maana kamilifu ya maombi kibiblia, maombi ni kumuita Mungu. Sema amina wewe. Maombi ni kumuita Mungu. Daudi alijua siri hiyo ya kwamba kuomba ni kumuita Mungu. Ndio maana katika maombi yake haya ya Zaburi 17 mstari wa 6 anasema akisema, Mungu nimekuita kwa maana utaitika, ulitege sikio lako ulisikie neno langu. Jina la Bwana libarikiwe. Daudi alijua siri ya kwamba kuomba kama kuomba ni kumuita Mungu. Naye mwenyewe Mungu ambaye tunayemuita katika kuomba huwa anafanyaje? Huwa anaitika. Jina la Bwana libarikiwe. Na yeye mwenyewe Mungu kama Daudi anasema, Mungu nimekuita ulitege sikio lako uniitikie, ulisikie neno nalo lisema kwako. Lakini pia na Mungu mwenyewe naye anatuambia sisi tulio watu wake ambao tunamuomba yeye, anatuambia sisi watoto wake ya kwamba tumuite naye atafanyaje? Atatuitikia na kutuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyojua. Nataka niseme ndugu zangu, maombi ni kumuita Mungu. Maombi ni kumuita baba yetu. Tunamuita ili aitike, akutane na haja za mioyo yetu. Kila anayeomba si mtu anayepoteza muda. Kila anayeomba anamuita Mungu, na yule anayemuita ni Mungu ambaye anafanyaje? Anaitika. Kila unachomuomba Mungu anaitika. Na kuitika kwa Mungu ni majibu, na majibu ya Mungu ni matatu: yes, no and wait. Kwa hiyo Mungu tukimuita anaitika, anasema yes mwanangu. Ukimuita anaitika, anasema no mwanangu. Ukimuita anaitika, anasema wait, ya kwamba ndio, hapana na subiri. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka niseme ndugu zangu wapendwa, kuna watu wengine katika maisha ni viburi, ni watu wenye majivuno ambao hata ukimuita anasikia lakini hawezi kuitika. Lakini ngoja nikuambie, kuna watu wengine kwenye maisha hata tukiwaita ni viziwi, hawasikii, na kwa jinsia hawezi kuitika kwa sababu pale tunapowaita hawasikii. Lakini Daudi anasema, Bwana nitakuita utaitika, kwa maana utalitega sikio lako na kusikia. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu Mungu wetu sio kiziwi, ni Mungu anayesikia. Kila anayemuita Mungu, Mungu huwa anaitika. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka niseme kama kuna watu ambao katika maisha wanaviita viumbe vingine, wengine wanaita majini, wanaita mapepo, wanaita bahari, ndio maana wanapayuka payuka kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakuna majibu. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 26, kuanzia asubuhi mpaka jioni wanaita, bahari utusikie, bahari utusikie, bahari utusikie, mpaka wanajikatakata, wanatokwa na damu. Lakini bahari ni kiziwi, ni bubu, asikii. Wengine wanayaita majini, mapepo, wengine wanaita mawe, wengine wanaenda kuyaita makaburi ya mababu zao na mabibi zao. Ni kupoteza muda, kwa maana unavyoviita ni mafuvu tu, ni mifupa tu. Ukiita wewe utaita, lakini wao hawaitiki, wamelala. Lakini huyu anaitwa mzee wa siku. Haleluya. Anaitwa Alfa and Omega, ni mwanzo tena mwisho. Jina la Bwana libarikiwe. Mababa zetu walimuita, alikuwepo na anaitika. Na tupo kwa generation yetu, kizazi tulichopo, kwa karne tuliopo, tukimuita bado ni Mungu aliye hai, anaitika hata sasa. Kwa hiyo maana kamilifu ya kibiblia juu ya maombi, mojawapo kuomba ni kumuita nani?
Mungu, na unapomwita yeye anaitika. Mwambie jirani yako, kuomba ni kumuita Mungu. Alafu muulize jirani, wewe unamuitaga nani? Jina la Bwana libarikiwe. Maana nyingine kamilifu ya kibiblia kuhusu maombi, tusome Mwanzo 4:26. Mwanzo 4:26. Maana nyingine ya kumwomba Mungu, zipo nyingi. Kama tumesema, kuomba ni kusema na Mungu, lakini pia kuomba ni kumuita Mungu. Tuangalie tena maana nyingine kamilifu ya kibiblia juu ya kuomba ama maombi. Mwanzo 4:26. Biblia inasema, Sethi naye akazaa mwana, akamuita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza walifanyaje? Walipoanza kulitia jina la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo nimependa, kuna mtoto kazaliwa ndio mwanzo watu kulitia jina la Bwana. Kuna watu wengine visirani wakizaliwa ndio hata roho ya maombi inaondoka kwenye familia. Muulize jirani yako, ulipozaliwa kulikuwa na uamsho wa namna gani? Wengine walipozaliwa ndio majanga alianza. Wazazi walifukuzwa kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Nimeipenda hii. Mtoto kazaliwa, hapo ndipo watu walipoanza kulitia jina la nani? La Bwana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo tunaona jambo lingine ya kwamba kuomba ni kuliitia jina la Bwana. Unajua kuna tofauti kati ya kumuita Mungu na kuliita jina la nani? La Mungu. Kuna tofauti ya kumuita Mungu na kuliita jina la Mungu. Nikupe mfano huu utanielewa. Wewe unaniweza kuniita mimi, ukaniona barabara ukasema, kijana wa kiume, hebu njoo hapa. Kwani umefanya makosa? Si umeniita? Kijana wa kiume, karibu, njoo hapa. Lakini ukiniita mchungaji, ukaniita pastor, ukaniita reverend, ukaniita parish minister, ukaniita moderator, sio moderator, moderator, inamaanisha unaweza ukaniita tu kwa jinsi ya kuniona kijinsia, lakini unaponiita kwa jina langu inamaanisha unaniita kwa sifa zilizobeba hilo jina. Sema amina wewe. Unaniita kwa sifa zilizobeba nguvu ya hilo jina. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi nataka niseme kuna tofauti ya kulitia jina la Mungu na kuna tofauti ya kumuita Mungu na kuna tofauti ya kuliita jina la Mungu. Huyu Mungu wetu anayo majina mengi, na hayo majina yake ndio aliyobeba sifa ya nguvu zake. Maandiko yanasema tumepewa mtoto wa kiume. Unaweza kumuita mtoto wa kiume, lakini maandiko hajaishia tu kusema tumepata mtoto wa kiume. Yesu ni mtoto wa kiume kama mimi, lakini anasema na jina lake ataitwa nani? Mungu. Ataitwa nani lingine? Uwezo wa kifalme utakuwa mabegani. Jina lingine ataitwa nani? Mfalme wa amani, Prince of Peace. Alafu kuna jina lingine ataitwa Mighty Counselor, Mungu mwenye nguvu. Alafu na ile mshauri wa ajabu anaitwa Wonderful Counselor. Jina la Bwana libarikiwe. Haimaanishi tu kuitwa kwamba huyu ni mtoto mwanamume kwa sifa ya kijinsia. Hapana, yanatajwa majina mahali ambapo unakuta kwenye maisha kuna hali ya migogoro, hakuna utulivu. Usiishie tu kumwita kwamba yeye mtoto mwanamume tuliopewa. Hapana, mwite kwa jina lake Prince of Peace, mfalme wa amani. Tunakuhitaji mahali hapa, ili jina lake lilobeba sifa zake ndio linakuja likidhihirisha nguvu zilizobebwa katika jina hilo. Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna nguvu katika sifa iliyobebwa na jina.
Haleluya. Mtu anaitwa Musa, nitakuhubiria siku chache zijazo, akakiona kijiti kikiwaka moto lakini hakiteketei. Alafu akaisikia sauti huyo Mungu aliyekutana naye kwa maono ya kijiti kilichokuwa kiwaka moto akiteketei. Akamwambia, akimweleza kwa majina, anasema, mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Nimekutuma ukawaokoa wana Israeli kutoka utumwani, wapeleke nchi ya ahadi ya Misri. Jamaa akasikia, kumbe huyu Mungu ni Mungu wa Ibrahimu, ni Mungu ya. Lakini sasa hivi kuna kizazi kingine kinaitwa Israeli, kiko utumwani. Je, niwapelekee Mungu anayefahamika ya kwamba ni Mungu wa wakati ule? Akasema, sawa Mungu, pamoja na yote ulosema, lakini nikienda kwa hao watu wakiniambia jina lako ni nani? Si nimeshakwambia kwa mimi ni Mungu wa babako, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Akasema, hapana, nikienda wataniuliza. Hawahitaji tu historia ya kwamba ni Mungu aliyetembea na Ibrahimu, hawahitaji tu historia ya kwamba ni Mungu aliyetembea na Isaka na Yakobo. Kwa wakati huu yeye ni nani kwetu? Akamwambia, ukienda waambie mimi nipo ambaye nipo. Jina la Bwana libarikiwe. Na muomba Mungu kwenye maisha yako akupe ufunuo wa kumjua kwa wakati huu ni nani kwenye maisha yako, wa kumjua ni nani kwenye hali unayopitia. Hatuendi tu kwa mazoea ya wale waliomjua. Hata wakati huu jitahidi sana umjue Mungu, nijue jina lake na nguvu zake, na kwa wakati huu katika kila changamoto unayopitia, iweke katika hali ya kumjua Mungu, ili ndani ya mazingira uliopo umlete aonekane. Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Aishi tu kuomba Mungu amsamila, mjue, ajidhihirishe kwako, useme na ni Mungu wangu mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu wapendwa, swala la kuomba tunamwita Mungu, lakini maandiko yanasema pia kuomba ni kuliitia jina la nani? La Mungu. Na ndani ya jina lake ndio kuna udhihirisho wa nguvu zake. Sema amina wewe. Siku moja nilikwambia, wewe ni mama. Wewe ni nani? Ni mama. Ndoa yako ina shida, ndoa ina shida, baba zipu haijaokoka, umemwekea usigeli kapita naye sekretari kazini kapita naye, majirani wa nyumba ya pili na ya tatu kapita nao. Alafu hujamjua Mungu na majina yake yanayodhihirisha nguvu zake. Unasema, baba nakuita Mungu wa majeshi, jidhihirishe kwa huyu mtu. Wewe unamwita Mungu akapige akidedi tusemeje? Usilimwita Bwana aje amchape. Jina la Bwana libarikiwe. Ndani ya mazingira kama wewe inabidi umuite, sema Mungu yule unaosema sikosei katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 ama hapo anasema Mungu ni pendo. Mwambie Mungu wa upendo, hebu ingilia kati, malavidavi yameondoka kwetu. Mungu wa upendo, ingia, leta upendo wa kwanza katikati yetu. Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndani ya jina lake ndiko kwenye udhihirisho wa nguvu zake. Una amani, mwite kwa jina lake mfalme wa amani, ili adhihirishe nguvu zake. Kuomba ni kuliita jina la Mungu, ni kuliita jina la Mungu, lakini pia kuomba ni kumwita nani? Mungu. Lakini maana nyingine ya ama niendelee hapo. Hawa watu wanasema katika Mathayo Mwanzo 4:26 anasema ya kwamba Seti naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Hili andiko la kitabu cha Mwanzo 4:26 linatuonyesha mpaka kizazi cha mtoto wa Adamu aliyeitwa Seti, ndipo akazaliwa mtoto anaitwa Enoshi. Ndipo watu walipoanza kuliitia jina la nani? La Bwana. Kwa maana huyu anaitwa Adamu alizaa watoto
wawili. Wa kwanza aliitwa nani? Kaini. Wa pili aliitwa nani? Aliitwa nani? Abel. Na walipozaliwa hao wawili, kulitokea changamoto gani? Ama songo mbingo gani? Ama timbwili namna gani? Tupelekane, tusio tunaachana. Kulitokea shida gani? Kaini alimdedisha mdogo wake, anaitwa nani? Habili. Na maandiko yanaonyesha huyu Kaini alipomuua mdogo wake, kukatokea shida, akakorofishana na Mungu. Kati ya watoto wawili, mmoja kafa. Huyu aliyebaki mmoja ndiye muuaji wa kwanza katika historia. Kafarakana na Mungu, kagombana na Mungu, kwa maana kabla hajaua Mungu alimwambia ndugu yako yuko, nadhani kabla hajaua Mungu alimwambia, naiona hasira ndani mwako, kwani ukitenda mema hutabarikiwa, lakini naiona hasira ndani yako, na hiyo hasira inampelekea mtu katika nini? Uharibifu. Lakini pamoja na kupewa angalizo na Mungu, akenda akamua nani? Mdogo wake. Alipomuua, maandiko anasema Mungu akamlaani, akamwambia, wewe kuanzia sasa utakuwa ni mtu wa nini? Waku tanga. Inaitwa vagabond spirit. Sinajua kuna watu wana hiyo vagabond spirit. Hata kazini wao watulii. Wafanya kazi mpo. Usiombe vagabond spirit. Unaweza ni ukawekwa kwenye kazi nzuri ya kukaa utulie, lakini kwa sababu unaliroho tu la vagabond spirit, utavuruga hapo. Nako pia utafanyaje? Utaondoka. Lakini kuna watu wana vagabond spirit, akienda mjini hakuna mafanikio, akienda kijijini hakuna, yeye ni wa kutangatanga na hakuna anachokifanya. Na kuombea kwa Mungu usiwe mtu wa kutangatanga. Sema amina wewe. Ukiwa mjini Bwana akubariki uweze kuseto. Ukiwa kijijini Bwana akubariki uweze kusonga na ufanikiwe katika jina la Yesu aliye. Akaamua utakuwa mtu wa kutangatanga. Na laana ilipoachiliwa juu yake, kizazi chake kikawa cha ajabu. Kizazi kikawa cha ajabu. Kile kizazi chake ndo alipatikana mtu anaitwa Lameki. Akawa muuaji zaidi ya babu wa babu yake anaitwa Kaini. Kaini aliua sijui mtu mmoja, akasema mimi sijui nitaua. Akasema na mimi nimeua. Kama Kaini alihesabiwa kisasi mara moja, mimi nihesabiwe kisasi mara 7. Hivi hujafika kwenye familia ambazo wengine ulevi mnauchukia, lakini kuna familia ulevi wanajisifia kabisa. Babu kaua, mjukuu naye anakuja kuafu anajisifia kabisa, nimeua kwa kumfanyia sijui mtu na mimi nipate kisasi mara 2. Jina lake anaitwa nani? Lameki. Lameki naye akafanya akaua. Roho ya uwaji inaendelea, alafu anaua anajisifia. Alafu ndiye aliyekuwa poligamisti wa kwanza. Yaani imeanza roho ya uwaji, alafu nakuja roho ya mwendo kasi. Ndo mtu wa kwanza kuwa na wake wengi. Babu yake Adam alikuwa na mke mmoja Eva, yeye akachukua wanawake 2, alafu akawa muuaji. Mungu atusaidie. Hiyo kuna maroho mengine ni ya kurithi kabisa ya kifamilia. Babu alikuwa mgoni, alikuwa na wake 3, na unamkuta mjukuu naye ana wake 4. Na ukimuuliza kama ni wa kanisani, nasikia wewe una wake wengi, anakuambia mchungaji sina wake wengi, labda wanawake ndo ninao wengi. Mwelewa mtu akisema hivyo kweli? Na mke mmoja tusema wanawake ndio wengi. Wewe jirani vipi? Uwe na mke mmoja na mwanamke mmoja anaitwa mke wako. Sema amina. Mimi na mke mmoja na mwanamke mmoja anaitwa mke wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Lameki anayetokana na kizazi cha muuaji anaitwa Kaini.
uovu ukaendelea, naye akawa muuaji. Uovu ukaendelea, akawa ni mtu wa wanawake wengi. Na ndio maana wanawaambiaga watu mwe makini kuwapa watoto wenu majina. Sio tu umelikuta kwenye Biblia eti unamuita tu mtoto wako na jina Kaini, kwa sababu liko kwenye Biblia. Kuna mtu mmoja nakumbuka aliombewa na mke wangu, alikuwa na shida ya mtoto. Akaombea Mungu akampa mtoto. Alipopata mtoto, nakumbuka jina alilompa. Siku nakutana mtu anaitwa nani? Jina kulisikia jina na hali inayopitia, naliangalia jina manake ni jua kali. Kwa simba tu mtoto jina tu kwa sababu meliona kwenye Biblia. Namuita Yakobo. Sawa, lakini Yakobo ni nani? Yakobo ni Chita, mzee wa kuchiti. Mzee wa kudanganya. Sasa huyu bwana Lameki ambaye ni muuaji sana, alafu pia ni mzinzi sana, mke wangu anafahamu. Tulikuwa tunakaa sehemu fulani kwenye hii huduma, Mungu katusaidia, tumetembea huko na huko, tukafika tukawa na mtu mmoja anaitwa Lameki, tena kumbe ni wa kabila mke wangu. Kwa hiyo akawa anamuita mke wangu anamuita dada. Siku moja akaja muda wa jioni, usiku kwenye saa 2, tuko nyumbani tunakula, akaja mgeni wetu tukawa tunakula naye. Sasa tunakula na ufungua moyo wake, ananiambia shemeji, mimi mchungaji, shemeji muda huo yuko na nondo. Unajua kuna ulinzi unaitwa ulinzi shirikishi, sungusungu, yuko na nondo yake, wanajiandaa kwenda sungusungu. Sasa akaanza kufunua moyo wake, anaitwa Lameki, akamwambia shemeji, unaiona hii nondo? Hii nondo imeua watu wengi sana. Nikashtuka kwanza, huyu ni yule Lameki kwenye Biblia, yaani yule ambaye alikuwa anajisifia kuua. Hii nondo shemeji imeua watu wengi sana. Kivipi? Ananiambia huko usiku wakati mwingine tukutanaga walevi wanatupotezea muda, tukalala kwenye mtaro. Namaliza. Hebu niambie, yaani kuua kwa wengine inatisha, lakini Lameki kwake kawaida tu. Huyo Lameki kwenye Biblia anasema kama babu yangu Kaini aliua akapoa kisasi mara moja, mimi nimeua. Tena anajisifia, anasema mbele za wake zake, Ada sijui na nani. Soma hiyo Mwanzo sura ya 4. Anajisifia mbele za wake zake, nimeua, na kama babu yangu alipoa kisasi mara moja, mimi nipewe mara 7. Hivi mbele umeolewa, wewe ni mke umeolewa na mume wa namna hiyo, anakuambia nimeua, na kimbia mwanangu. Hata kama mimi ni baba yako nakwambia usirudi hapo. Mtu anzaje kujisifia kuua. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kizazi cha Kaini, baada ya kuwa amemua mdogo wake, kizazi kilichozaliwa na yeye, kizazi cha uovu, kizazi ambacho laana iliachiliwa juu yao, kikawa ni kizazi kituko, kizazi cha kufarakana na Mungu. Ibada kwa Mungu imeondoka. Wakati mwingine tuombee uzao tulikotoka. Unaweza kukuta maspiriti ya uwaji, ya uchawi, ya kutotaka kanisa, ni maroho kabisa. Unakuta mtu kayarithi. Ashukuriwe Mungu ya kwamba kizazi cha Habili aliyemuofu Mungu akamtolea Mungu ipasavyo, na kaka yake akamwonea wivu, akabaki huyu jambarika aliyemuua mdogo wake. Mungu ni mwema, kwa maana Eva alimpatia tena mtoto mwingine, au alipatiwa mtoto mwingine. Jina lake nani? Seti. Jina lake nani? Jina lake Seti. Sasa huyu kupitia kizazi chake akazaliwa mtoto anaitwa nani? Enoshi. Maandiko yanasema alipozaliwa Enoshi ndipo watu wakaanza kulitia jina la Bwana. Na mimi nakuombea kwa Mungu aliye hai, inawezekana kwenye maisha yako roho ya kumtafuta Mungu imeondoka kwenye familia, ibada kwa Mungu imeondoka, na kuombea kwa Mungu Enoshi azaliwe ndani mwako. Sema amina wewe. Roho
uamsho wa maombi inuke ndani mwako. Sema amina wewe. Ni maombi yangu kwa Mungu ya kwamba kama unapitia ukame wa kiroho, ukame wa namna yoyote ile, hofu ya Mungu imeondoka ndani mwako. Nasema Mungu apelekee Enoshi azaliwe ndani mwako. Jina la Bwana libarikiwe. Hali ya kumpenda Mungu inuke ndani mwako. Hali ya kumtaka Mungu inuke ndani mwako. Hali ya kumwomba Mungu inuke ndani mwako. Inamaanisha kizazi chote kilichotokana na Kaini atuonyeshi namna ya watu ya ibada yao kwa Mungu. Lakini kizazi cha Seti alipozaliwa Enoshi, ndipo watu wakaanza kulitia jina la nani? La Bwana. Kwa maana tunaiona nafasi ya kwanza watu kumwitia Mungu ni pale hawa wawili Kaini na Abili walipokuwa wanafanyaje? Wanatoa sadaka yao kwa nani? Kwa Mungu. Lakini baada ya hapo kimekuja kizazi cha Kaini, ukame wa kiroho mkubwa sana. Lakini kupitia kizazi cha Adamu anaitwa Seti, Enoshi alipozaliwa, hofu ya Mungu ikainuka. Sema amina wewe. Na mimi nakuombea kwa Mungu, wewe na kizazi chako roho ya kumcha Bwana ionekane. Wewe na kizazi chako roho ya kulitia jina la Bwana ionekane. Roho yoyote ya ukengeufu isitamko kwenye maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Kama ni mwanamume, weka mkono kwenye kiuno, sema ndani mwangu watatokea watu wanaolitia jina la Bwana. Sidhani kama kuna wanaume wanaojitambua kama mimi. Sema kumbe na treasure na kamata. Ndani ya viuno vyetu watatoka watu wa kulitia jina la Bwana. Sema amina wewe. Na kama ni mama, weka mkono tumboni, sema ndani ya tumbo langu watazaliwa wanaomcha Bwana. Watazaliwa watu wenye upako na uamsho wa kulitia jina la Bwana. Sema amina wewe. Maombi ni kumuita Mungu. Maombi ni kulitia jina la Mungu. Lakini jambo lingine la mwisho, maana kamilifu ya maombi kibiblia ni hii ifuatayo. Isaya 55 mstari wa 6. Nisome. Mstari wa 6 inasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu. Jina la Bwana barikiwe. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni maadamu yu karibu. Mithali 8:17 inasemaje? Inasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Inawezekana wapo wengi ama wachache wampendao Mungu, na Mungu akipendwa naye anawapenda wale wanaompenda. Lakini Mungu anaonekana kwa watu wanaomtafuta nani? Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Isaya anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Selemani anasema naye katika Mithali 8:17 anasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Mungu anawapenda wale wampendao na wamtafutao kwa bidii watamwona. Ndugu zangu, maana kamilifu nyingine ya kibiblia juu ya maombi, kuomba ni kutafuta, ni kumtafuta Mungu. Kuomba ni kumtafuta Mungu. Kuomba ni kutafuta uso wa Mungu. Pale unapopaza sauti yako na kumuita Mungu, pale unapopiga goti lako na kumuita Mungu, nataka nikwambie haupotezi muda. Unamtafuta Mungu. Ukimkuta mtu hata kama yuko kwenye kanisa la manyasi, yupo kwenye kanisa linavuja, la kwenu upanga limeezekwa versatiles, la kwenu upanga mnakalia viti vya kizungu, mpo katika kapeti nzuri kama hii, mahali ambapo pazuri, prime area inaitwa upanga. Na kuambia usimdharau mtu hata kama anaabudu kwenye kanisa ambalo halina floor. Mtu anayeabudu kama hivyo, mtu anayeomba kama hivyo, apotezi muda. Anamtafuta nani? Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, niwaambie, Mungu anahitajika kwenye maisha yetu wakati wote,
muda wote, mahali popote na majira yote. Na kila anayejua maombi ni kitu cha kipekee, anapojitoa kuomba anamtafuta Mungu, kwa sababu anahitajika kila wakati. Sema amina wewe. Asubuhi nilipokuwa naomba nilikuwa namtafuta Mungu kwa ajili ya siku yangu ya leo. Sema amina wewe. Lakini bado kila ninapoomba namtafuta Mungu, kwa sababu anahitajika kila siku, kila saa. Mwaminifu Bwana kila siku, kila siku, kila saa. Mwaminifu Bwana kila siku, kila siku, kila saa. Mwaminifu Bwana every day, every hour, you are faithful. Oh, every day, every day, every hour, you are faithful. Oh, every day, every day, every hour, faithful. Oh, kila siku, kila siku, kila saa. Mwaminifu Bwana kila siku, kila siku, kila saa. Mwaminifu Bwana. Haleluya. Mungu ni mwaminifu, anahitajika kila siku na kila saa, kila majira, kila mahali, kila msimu. Mungu anahitajika. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema yatumie maombi kumtafuta Mungu kwa ajili ya kazi yako. Yatumie maombi kumtafuta Mungu kwa ajili ya watoto wako. Yatumie maombi kumtafuta Mungu kwa ajili ya kizazi chako. Yatumie maombi kumtafuta Mungu kwa ajili ya ndoa yako. Yatumie maombi kumtafuta Mungu kwa ajili ya mahusiano yako. Yatumie maombi kumtafuta Mungu kwa ajili ya ndoto ama maono ulionayo katika maisha. Yatumie maombi kumtafuta Mungu kwa ajili ya maisha yako ya rohoni, ya mwilini na hata ya kiuchumi. Kuna wimbo unasema, nimempata asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Nimempata, nimempata asiyebadilika, oh, Yesu asiyebadilika. Nimempata, nimempata asiyebadilika, Yesu, Yesu asiyebadilika. Nimempata, nimempata asiyebadilika, oh, Yesu asiyebadilika. Oh, asiyebadilika, Yesu peke yake. 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 Haleluya. Maombi ni kumtafuta nani? Bwana. Na anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Muulize jirani yako, amepatikana kwako? Mwambie kama hajapatikana endelea kumtafuta. Jina la Bwana libarikiwe. Maombi ni kumtafuta Bwana, na tunapomtafuta huyu Mungu anasema anapatikana.
Nataka nikuambie, ukiendelea kumtafuta Mungu atapatikana kila eneo la maisha yako. Kwenye kazi yako mtafute Mungu, atapatikana kazini kwako. Sema amina wewe. Kwenye ndoa yako, mume ni mwendo kasi, mtafute Bwana, atapatikana. Wewe mwendo kasi, atakuwa mwendo wa namna gani? Atakuwa speed governor imefungwa, atakuwa mwendo kasi ukatusababisha mpaka speed governor ziwepo. Wewe mtafute Bwana, atapatikana. Wewe mwendo kasi, atakuwa mwendo. Na wapenda watu walisema kwamba wanasema tembea njia kuu, alafu kuna nyingine zinaitwa diversion, mchepuko. Wewe muombe Bwana apatikane, mume atatembea njia kuu, ataenda diversion, atakuwa mchepuko. Sema amina. Wakenya wanasema mtafute Bwana atapatikana, mume ataenda mpango wa kumbe mpango wa kando ndo mchepuko. Manaka umleti mtu njia kuu, unampeleka mpango wa kando. Na unakumbuka Yesu alipokuwa anaenda mji mmoja, akawa yuko katikati ya njia, alafu kulikuwa na mtu ambaye ni kipofu. Maandiko yanasema aliketi kando ya nini? Ya njia. Anamuita Yesu akiwa kando ya njia, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Maandiko yanasema wakawa wanamwambia nyamaza unafunga, nyamaza. Jamaa akaendelea akasema Yesu, maana akasema Yesu unirehemu. Mwisho akasema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu kusikia wewe nitaje kwamba mimi kwa jina la mwana wa mfalme, akasema mleteni kwangu. Watu walio kando ya njia, Mungu akutane nao huko kando, anawaita waje. Akaletwa kwenye njia alipo Yesu akamponya. Sema amina. Endelea kumuita Mungu kwa ajili ya huyo mtu aliyoko mpango wa kando, ili Yesu amtoe kando, amlete kwenye njia inayoitwa wokovu. Mungu tukimtafuta anapatikana. Maombi ni kumuita Mungu. Maombi ni kulitia jina la Mungu. Maombi ni kumtafuta Mungu. Endelea kuomba, haufanyi kazi ya bure, unamuita Mungu wako. Endelea kuomba, ufanyi kazi ya bure, unaliita jina la Bwana Mungu wako. Endelea kuomba, ufanyi kazi ya bure, unamtafuta Mungu. Na hakuna mtu aliyemtafuta Mungu asipatikane. Sema amina wewe. Mimi nimemuomba amepatikana, na bado sijakoma, kwa sababu bado anahitajika kupatikana kwangu. Kwa maana bado nina maeneo mengi ambayo kuna wakati naona kabisa hapa na muhitaji Mungu apatikane, la sivyo nitaangamia. Si mnaimbaga ule wimbo, nisizame Yesu uniokoe, nisizame Yesu uniokoe, nisizame amepatikana, lakini kuna maeneo unataka kuzamishwa, bado muite apatikane ili usizame. Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kaja mchumba, kumbe sio mchumba, ni mchumba kachumbari. Ili usizame, muite tena Mungu apatikane hapo. Sasa unajua kuna uchumba na uchumba kachumbari. Yaani uchumba sugu. Mimi tangu niko mwinjilisti, mtu anakuambia huyu ni mchumba wangu. Mwaka 2004.
Mpaka leo nimefikia mwaka 2024 nimepanda kutoka mchungaji, nimepanda kutoka mwinjilisti nimekuwa mchungaji. Nikapanda nikawa moderator kwa Tanzania Mission Presbytery, bado kuna uchumba. Mpaka nimeshuka sasa sio tena moderator nimekuwa tu ni parish minister, bado ni mchumba. Tunakemea uchumba kachumbari, uchumba sugu. Mwite Bwana apatikane, usizame kwenye uchumba kachumbari, uchumba sugu. Mungu atusaidie. Hebu jioni ya leo twende mbele za Mungu tukaombe. Jiachilie tu mbele za Mungu, mwambie Mungu mahali unapomtaka apatikane kwenye maisha yako. Waimbaji tukamwabudu Mungu, tumtake Mungu apatikane kwenye maisha yetu. Yapo maeneo mengi tunamtaka Mungu apatikane kwetu. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, Yesu. Haya, twendeni ule wimbo. Mbele za Mungu, mwambie Mungu eneo ambalo nataka apatikane kwenye maisha yako. Litaje jina la Bwana, lihusishe na hali yako. Kama amani imetoweka, mwite Bwana kwa jina lake. Yeye aliye mfalme wa amani ajitokeze kwako. Pale ambapo upendo umetoweka, mwite huyu Bwana. Mungu wa upendo, Mungu anayesema anachukia kuachana. Hebu mwite huyu Mungu kwa jina lake linalodhihirisha nguvu zilizobebwa katika hilo jina lake. Tamke Bwana, litie jina la Bwana jioni ya leo. Mwite huyu Bwana, mtafute maadamu anapatikana. Mwambie Mungu eneo unalotaka apatikane kwenye maisha yako, na Mungu ni mwaminifu. Kama ni udhaifu, ni ugonjwa katika mwili, hebu mwite Bwana apatikane na uponyaji wake kwenye maisha yako. Baba, kwa jina la Yesu, twaja mbele za uso wako jioni hii ya leo. Twaja mbele za uso wako jioni hii ya leo. Wewe ni Mungu mwaminifu, Mungu unaitikia maombi yetu, Mungu unaitikia haja za mioyo yetu. Uliyesema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mwiteni, yeye yu karibu, hayuko mbali nasi, hayuko mbali nasi, yuko karibu nasi. Baba, asante tunapolita jina lako, upo karibu nasi kusikia na kuyatenda makubwa tunayohitaji maishani mwetu. Baba, tunakutafuta kila wakati. Asubuhi nilikuwa na kuhitaji, Bwana, kwa ajili ya siku ya leo nimekutafuta, nimekupata.
kwa ajili ya siku ya leo, lakini hata wakati huu Bwana naendelea kukutafuta kwa ajili ya muda huu, kwa ajili ya wakati huu, kwa ajili ya yale yaliyoko mbele yangu, na kuita uliye Mungu wetu kwa jina la Yesu. Sikia dua na sala za watoto wako hawa wanaokutafuta. Bwana, patikana kwenye maisha yao, patikana kwenye maisha yao, patikana kwenye maisha yao, patikana kwa watoto wao, patikana kwenye kazi zao, patikana kwenye kila eneo wanalokuhitaji wewe Mungu. Wewe ni mwaminifu, tunapokuita unasikia. Kwa jina la Yesu tunaliitia jina lako Bwana, lidhihirishe nguvu zako juu ya maisha yetu. Tunakuita uliye Mungu wetu, jina lako lenye ukuu na enzi na mamlaka. Na ndio maana ukasema kwenye maandiko, ukawaambia wanafunzi mkisali, semeni Baba yetu uliye mbinguni, lakini jina lako litukuzwe. Baba, jina lako ni kuu sana, na ndio maana unapenda litukuzwe kwenye maisha yetu. Tunapoliitia jina lako Bwana, hebu tukuka juu ya maisha yetu, tukuka juu ya maisha yetu, tukuka katika kila eneo la maisha yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante ya kwamba wewe ni Bwana, asante ya kwamba wewe ni mfalme usiyeshindwa na lolote. Jioni ya leo tembelea watoto wako, tembelea mahitaji yao, tembelea mahitaji yao walio wagonjwa. Baba, pita kwenye maisha yao na uponyaji, wanaokuita kwa ajili ya uponyaji wako utembee katikati yetu. Waliofungwa Bwana, ukombozi utembee katikati yetu. Vifungo, nira na kamba za kila namna ziachie. Wewe ni Mungu wa kibali. Waliopoteza kibali kwenye maisha yao, na kataa roho yote ile ya kukataliwa, roho ya kukataliwa na ipinga. Na tamka kibali juu ya watu wako. Pokea kibali cha Mungu, pokea kibali cha Mungu, pokea baraka za Mungu. Yeye Mungu mwaminifu atembelee maisha yako, atembelee ndoa yako, atembelee nyumba yako, atembelee mahusiano yako katika jina la Yesu. Bwana akukumbuke ndani ya mwaka huu kwa jina la Yesu. Milango ikafunguke, milango ya ndoa ikafunguke, milango ya ndoa, milango ya baraka za kila namna ikafunguke, milango ya uponyaji, milango ya kibali ikafunguke. Watoto wako wa experience baraka zako zisizo za kawaida kwa jina la Yesu. Tunakutukuza Bwana ya kwamba umesikia. Jina lako Bwana litukuzwe. Tunaliitia jina lako tukijua jina lako lina nguvu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni mfalme wetu, unaweza yote. Jina lako litukuzwe Baba, jina lako litukuzwe Yesu. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe Baba, jina lako litukuzwe Yesu. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe Yesu. Baba, jina lako litukuzwe katikati yetu jioni hii ya leo. Litukuzwe Bwana kwa ajili ya watoto wako wanaoliitia jina lako. Baba, ukadhihirike katika nguvu zako juu ya maisha yao. Usiwaache wala usiwapungukie. Wewe ni Mungu mtoshelevu. Kutana nao kila mmoja wetu Bwana, mleta mikononi mwako. Kila atakayetoka kwenye nyumba hii Bwana, maisha yake yasibaki jinsi yalivyo. Habari njema zikatamkwe. Endelea kuinua destiny helpers. Inua wasaidizi wa hatima za watu wako Bwana. Inua watu watakao washirikisha mema yatakao wasogeza kwenye maisha. Inua watu watakao wasaidia ili ndoto za maisha yao zitimie katika jina la Yesu. Malaika zako wale wa mafanikio wakapata kuhudumia mahitaji yao katika jina la Yesu Kristo.
Baba ninakushukuru. Tuendelea kuliinua na kanisa letu St. Columbus. Tuinua madhabahu hii Bwana ambao umeiweka miaka 70 mahali hapa. Baba asante kwa sababu hata Israeli walipokaa uhamishoni miaka 70 ukasema ni wakati wa kurudi kwenye baraka zao. Na sisi ndani ya miaka hii 70 Bwana tunaendelea kuclaim ya kwamba imefikia miaka yetu ya kumiliki na kutawala. Hatutabaki tena uhamishoni tulipoketi kwa muda mrefu. Baba endelea kutanua mipaka ya kanisa hili Bwana. Endelea kufungua madirisha ya mbinguni na kutunyeshia baraka zako. Mungu asante kwa sababu ulitufungulia milango ya kielimu. Kanisa hili likaenda mbali kwa mlango wa kielimu kupitia St. Columbus Schools, lakini wakati Bwana kupitia St. Columbus Church Bwana tukawafikie wengi kwa neema yako na baraka zako, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi na Bwana wetu tumeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi na aseme amen. Mpe Yesu makofi mengi. Haleluya. Basi ni wakati mzuri wa kwenda kutoa sadaka zetu. Kuna kama kasa katelefone wamekasirika. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Yesu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba, nataka nione kwa macho. Vigelegele kwa Yesu. Matelefoni, matelefoni, matelefoni. Matelefoni, matelefoni. Hey, yo Baba. Yo Baba. Yo Baba. Yo Baba. Yo Baba. Yo Baba. Hallelujah.